Naam. Hapa. Sawa. Naibu Waziri, mashindano ya mapinduzi yanaendelea na yako chini ya wizara, ingawa kuna kamati ambayo inashughulikia. Kuna mambo gani matamu ambayo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeandaa kwa ajili ya Watanzania kadri tunavyoendelea katika mapinduzi Cup ya mwaka huu? Kwanza ni washukuru ndugu zetu wa Azam TV. Mimi naitwa Ali Abdul Gulam Hussein, naibu waziri wizara hii ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Kiufupi, maandalizi ya kombe la mapinduzi yamekamilika vizuri na tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ametoa maelekezo lazima mashindano haya ya mapinduzi kuweza kuyaboresha na kuyapa thamani. Kwa hiyo kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza kombe letu la mapinduzi limepata mdhamini mkuu ambaye NMB Mapinduzi Cup, ambaye tumetiana saini kwa mkataba mnono kwa fedha nyingi ambazo zimekwenda kuboresha zawadi ya mshindi wa kwanza, zawadi ya mshindi wa pili, zimeenda kuweka fedha katika mchezaji bora na mchezaji mwenye nidhamu. Kwa hiyo maboresho haya katika eneo la zawadi yamekwenda kuimarisha hamasa vizuri. Lakini upande mwingine katika maandalizi ya timu mbalimbali ambazo tumezialika, tuna timu 10 kwa Tanzania bara, kuna timu 5: Simba, Yanga, Azam, Singida, TRA, na zote hizi kwa mwaka huu zimekaa katika hoteli nzuri, katika hoteli zenye mazingira mazuri. Kwa hiyo kwa upande wa maandalizi tayari maandalizi kama serikali yamekamilika na mashindano tayari yameshaanza. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaalika Wazanzibari wa Tanzania kuja katika viwanja ili kuja kupata burudani ya soka. Kombe la Mapinduzi ni kombe kubwa, ni kombe linalipa heshima nchi yetu, kwa maana linaendelea kukumbusha dhamana ama dhima ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambayo kilele chake kitakuwa tarehe 12 cha mapinduzi, lakini kilele cha mashindano haya itakuwa tarehe 13, ambayo tarehe 13 itakuwa mashindano ni Pemba finali, ambayo itaambatana na uzinduzi wa uwanja wa Gombani. Mheshimiwa Rais amefanya maboresho makubwa ama amefanya maboresho katika miundombinu ya michezo, ambayo wamehakikisha viwanja vya michezo viwe katika hali ambayo inakubalika katika dunia. Kwa hiyo amefanya uwanja wa Amani, amefanya uwanja wa Pemba na amefanya viwanja vya wilaya na mikoa zaidi ya 17, ujenzi wa viwanja hivi mbalimbali. Kwa hiyo tarehe 13 fainali zetu zitafanyika Pemba, zitaambatana na uzinduzi wa uwanja wetu wa Gombani, ambao uwanja wa Gombani nao umefanywa kama wa Amani kuwa uwanja wa kisasa. Tumeona ulikuwa na kikao na mazungumzo na klabu ya Simba. Serikali kuna mambo gani nje ya mpira ambayo imejipanga kushirikiana na vilabu hivi ambavyo vinashiriki, ambapo utafahamu kuna moja kati ya klabu inatoka nje kabisa ya Tanzania, lakini vipo vilabu 4 kutoka Tanzania bara. Kiufupi tulikuwa leo na kikao na CEO wa Simba. CEO wa Simba amekuja kwa uthibitisho wa timu yake ya Simba kuhakikisha Simba inashiriki kombe hili la mapinduzi, na yale ambayo requirement zile ambazo walikuwa nazihitaji kwa upande wa serikali kuweza kufanyiwa, wamekuja kujiridhisha vipi ambavyo zimetimia. Kwa upande wa serikali kila kitu wameshatimiza, kwa hiyo ni jukumu lao tu Simba kuweza kuingia. Na serikali inafanya utaratibu wa kualika timu mbalimbali za Tanzania na nje ya Tanzania ili sasa kuhakikisha kombe hili linatimiza zile adhma serikali kwa kuweza kuibua vipaji na kuweza kukaribisha uhusiano mzuri na nchi jirani. Kwa ndo maana kwa mwaka huu umekuta URA kutoka Uganda ambayo nayo tayari imeshawasili na kesho tunatarajia kuwepo uwanjani. Mashindano haya yamekuwa yakiibua vipaji na soko kwa wachezaji wengi wenye asili ya Zanzibar. Kuna jambo lolote mahususi ambalo serikali imejipanga kama mpango wa kuweza kutengeneza soko zaidi kwa wachezaji wa aina hiyo, vipaji vya wachezaji wa Zanzibar, au kuwaendeleza wale ambao huwa wana shine au wanang'ara katika mashindano haya? Ni kweli moja ya faida ya kombe hili la mapinduzi ni eneo ambalo vipaji vingi vya wachezaji wa Zanzibar vinapatikana. Kwa hiyo hii inatupa nini? Hii inatuonyesha kuwa uwepo wa mashindano mbalimbali
ndio inapelekea kuibua vipaji ama vipaji kuonekana. Ndio maana pia ndani ya mwezi huu tutakuwa na mashindano ya academy mbalimbali za watoto, yataambatana pia na sherehe hizi za Mapinduzi. Imani yetu, tunaamini ndani hizo academy tutaweza kuzalisha vipaji. Kwa mpango wa serikali, kwanza kuhakikisha mashindano yanakuwepo mara kwa mara, ukiacha hii ya Mapinduzi, kufanya mashindano mengine. Pia uboroshaji hivi wa viwanja imepelekea mashindano za timu za nje. Mfano tumeona hapa Yanga wamekuja kucheza na wa Morocco, Singida wamekuja kucheza hapa pamoja na Azam, wanatumia uwanja wa Amani. Kwa uboroshaji hizi wa miundombinu inapelekea kuleta mashindano tofauti, na mashindano haya yatatoa fursa kuitangaza Zanzibar na pamoja kuibua vipaji kwa wachezaji wa Zanzibar. Asante sana. Yes.